kitu nilikuwa najaribu kufikiria. Kwa inawezekana watu wameamua kurudi kweli. Kwa sababu hii timu ilitengwa na ilikuwa hakina wachezaji. Yaani Simba kwa Yanga Queen alikuwa anajipigia tu. Alikuwa anampiga wiki, kisha mpiga magoli ya kutosha tu. Yaani kwenye Simba Queen kumfunga Yanga anakopoa tu. Hata sio issue. Na ndio maana wamekuwa na furaha zaidi kila wanapoifunga Simba. Kwa nini? Kwa sababu hawapatagi matokeo. Ndio. Kwa hiyo mimi maoni yangu nafikiri timu bora jana imepata matokeo. Kwa sababu wameapproach vizuri mechi yao na timu ambayo ni mbovu jana wamefungwa na wamekosa matokeo. Wamekandwa. Yes. Sawa. Fadhili Mwalango, kwa upande wako ulikuwa na mchezo aina gani? Mimi naweza nikasema ulikuwa ni mchezo wa kuvutia. Yes, ulikuwa ni mchezo wa kuvutia kwa sababu nimeona test ya tofauti kwenye mchezo wa jana. Na kwa watu ambao wametazama mpira kwenye kipindi cha kwanza, unaweza ukasema kwamba Simba walideserve kupata matokeo kwenye kipindi cha kwanza. Of course, sababu kuna msemo wa Uingereza unakuambia golden chance never come twice. Sasa ukitazama kwa Simba, wao hawakutumia ile nafasi ambayo uliweza kuipata kwenye kipindi cha kwanza. Na jana imedhihirisha kabisa kwamba wachezaji ambao wanacheza kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba hawakuwa na ubora mkubwa, hawakuwa na siku nzuri kazini. Kwa sababu hata ukitazama Precious Christopher ambaye kwa siku ya jana alikuwa anatokea katika upande wa kulia, alikuwa hayupo kwenye ubora mkubwa, na ndio maana unaona kwenye kipindi cha pili mwalimu aliweza kumtoa nje na akamuingiza Elizabeth, ambapo kimsingi wakati mimi squad ya Simba Queens inatoka nilishangaa sana kuona mchezaji kama Elizabeth anakosekana, kwa sababu amekuwa ni miongoni mwa mawinga hatari sana kwenye kikosi cha Simba Queens na amekuwa akichangia sana kupatikanaji wa matokeo kwenye kikosi cha Simba Queens, especially kwenye kutoa nafasi za mwisho. Na kitu ambacho kimekuwa kikimfavor ni kasi yake ambayo aliyokuwa nayo akitokea katika maeneo yote ya uwanja, iwe pembeni ama kushoto. Na hata kama utakumbuka kwenye dabi ya kwanza ambayo Simba alishinda 1-0, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri sana. Na huyu ndio miongoni mwa mawinga hatari sana kwenye ligi ya wanawake. Elizabeth amekuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo nilishangaa kumuona mwalimu amemwacha nje, lakini kwa sababu ya approach ya mechi nikaelewa, kwa sababu hata Precious Christopher naye amekuwa ni miongoni mwa wachezaji wakubwa kutumainiwa kwenye kikosi cha Simba Queens. Katika mchezo wa jana unaona hali iliweza kumshinda, lakini ukiangalia pia kwenye eneo la namba 9 alikuwa na Gentex Shikangwa ambaye pia kwenye siku ya jana alipata nafasi adhimu ambazo zilikuwa ni kuweka mpira kambani, lakini hakuweza kufanya hivyo. Ni kutokana na hali ya kutojiamini ambayo alikuwa nao kwenye mchezo wa jana. Lakini nyuma ya Gentex Shikangwa kulikuwa kuna Aisha Mnuka ambaye alikuwa anacheza kama namba 10, lakini hao ni namba 9 wawili ambao walikuwa wanatumika kwenye nyakati tofauti, kwa sababu pindi Simba inapokwenda kushambulia kwa naona wote wawili mbele. Kwa maana katika mfumo wa mwalimu ulikuwa unamuona Gentex Shikangwa ndo anasimama mbele, lakini ukiona movement ambazo anafanya uwanjani unaona kabisa wote wanasimama mbele wakiwa watu wawili. Lakini Asha Jafari pia utamuona katika upande wa kushoto alikuwa anacheza katika eneo hilo katika winga wa kushoto. Lakini kwenye namba 8 jana tumemwona Vivian Corazoni, kazi ambayo alikuwa anaifanya licha kwamba hakuwa kwenye ubora mkubwa ambao watu wengi waliutarajia. Pengine katika huo mchezo naweza kusema mtu ambaye alikuwa kwenye ubora mkubwa unaweza kumsifu kipa wa Simba, kwa sababu alifanya save nyingi pia ambazo ni Frida ambazo zimeokoa Simba. Pengine asingekuwa kwenye ubora pia alikuwa na uwezo wa kupoteza, lakini Ferdinand pia alikuwa kwenye ubora mkubwa katika eneo lako la fullback ya kushoto, kwa namna ambavyo alikuwa anacheza wakati timu inapokwenda kushambulia unamkuta yuko mbele na support mashambulizi, lakini timu inaposhambuliwa unamkuta anarudi nyuma kusaidia timu kwenye eneo la ukabaji. Na sometimes pia ulikuwa unamuona katika eneo la fullback ya kulia, kuna muda unamuona kabisa katika eneo la katikati mwa uwanja. Hii yote ni kuhakikisha kwamba ana support timu ambapo inakwenda kushambulia, lakini ana support pia pale timu inapokwenda kushambuliwa katika eneo la ukabaji. Kwa hiyo energy yake pia naweza kusema ilikuwa inaiweka salama Simba katika eneo la ukabaji. Lakini ukija kwa Young Princess naweza nikasema jana walikuwa bora katika mchezo kwa maana ya ufanisi wa matukio yote uwanjani, especially kwenye kipindi cha kwanza. Licha kwamba walionekana kwamba Simba wanawashambulia sana kwenye kipindi cha kwanza,
lakini bado walikuwa ni imara zaidi kwenye eneo la kukaba, na katika eneo lao la kukaba walikuwa wanahakikisha Simba kwamba wanapofika katika zoni yao ya mwisho hawaruhusu waingie direct kwenye eneo lao la box na kutengeneza hatari nyingi, na waliweza kufanikiwa. Mara nyingi ukitazama kosi za Simba ambazo walikuwa wanapiga kwenye kipindi cha kwanza zilikuwa zinaishia kwa center back wa Young Africans kutokana na ukuta ambao walikuwa wameweka. Kina Igwe kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza katika eneo la katikati, kina Kisisa ambaye ni captain ukiangalia alivyokuwa anacheza katika eneo la katikati, walikuwa hawaruhusu Simba waingie direct kwenye eneo la boxi. Kwa hiyo walikuwa wanawazuia katika eneo la 18 na hasa kuzuia zile njia ambazo zinaweza zikawafanya wao waweze kupitisha mipira. Na kama nilivyozungumza kwamba Simba wana wachezaji hatari sana katika eneo lao ushambuliaji ambao wanaweza wakapitisha mipira katika maeneo yote, iwe pembeni ama katikati mwa uwanja. Vivian Corazon licha kwamba anacheza kama kiungo namba 8 mchezesha timu, lakini sometimes unaweza ukamkuta hapo katika eneo la juu kama mshambuliaji kiongozi. Lakini wana Jente Kisikangu ambaye akiwekea mpira kwenye njia anaweza akatembea katika maeneo yote. Aisha Mnuka ubora wake kwenye msimu uliopita tumeiona, ni miongoni mwa washambuliaji hatari. Kwa hiyo waliohakikisha kwamba hawa washambuliaji wa Simba Queens hawapati nafasi kwenye kupita katika maeneo yao. Of course walikwenda kufanikiwa kwa sababu hata shot on target ambazo walikuwa wanazipata Simba Queens kwenye kipindi cha kwanza zilikuwa hazina madhara sana. Lakini kipindi cha pili Young Princess walikuja na mpango mkakati wa kuweza kupata goli mapema. Na Edna Lema amenishangaza pia kwenye mchezo wa jana kwa sababu nitegemea kwenye eneo la ushambuliaji angeanza pia na washambuliaji wawili ambaye ni Jenin ambaye kwenye mchezo wa jana ameweza kufunga. Kimsingi alikuwa bora kwa sababu alikuwa anawapa shida sana center back wa Simba. Na kama ukitazama center back wa Simba jana kwa namna ambavyo wanacheza walikuwa wanaacha space kubwa sana, ambapo kimsingi kama Jenin kwa akipata mpira pamoja na Aragashi ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji ilikuwa ni rahisi sana kuwafikia center back wa Simba ama kumfikia goalkeeper wa Simba, kwa sababu ile distance ambayo alikuwa anaachia ilikuwa inatengeneza space kubwa sana katikati, ambapo hawa washambuliaji kina Aragash pamoja na Janin walikuwa na nguvu, walikuwa na kasi, lakini wana skills ambazo zinaweza kupita katika hayo maeneo ambayo wameacha, ambapo kimsingi unaweza kumsifu goalkeeper wa Simba alikuwa anafanikisha kuondoa ile michomo ambayo anatengeneza na hawa washambuliaji. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji wa Simba la Young Queens kumekuwa na mshambuliaji ambaye anaitwa Neema Paul, ambaye ukienda kwenye orodha ya ufungaji kwenye ligi ya wanawake yeye ndo anashika nafasi ya pili nyuma ya Stumai ambaye anacheza JKT Tanzania akiwa na magoli 27, lakini Neema Paul ana magoli 17. Katika mchezo wa jana hakuwa sehemu ya kikosi kabisa, alikuwa benchi na hakupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza kucheza. Kwa mimi niliona ile squad nishangaa kwa nini mwalimu ana mshambuliaji kiongozi ambaye amefunga magoli mengi na kwenye mchezo muhimu kama huo anaweza kumwacha nje. Lakini baada ya kumuona Jenina anacheza katika ule mchezo nilielewa kwa nini mwalimu ameweza kumwanzisha mchezaji huyu, kwa sababu tofauti kati ya Neema Paul na Jenin ni moja, kwamba Jenin ana nguvu, anaweza kuugadi mpira akiwa hata na center back wawili mpaka watatu. Lakini Neema Paul licha kwamba anaonekana ndo mshambuliaji mwenye magoli mengi kwenye kikosi cha Young Princess, anaonekana kama nguvu ya kubatu na hawa center back watatu mpaka wawili kwake ni changamoto. Na ukitazama kwenye mchezo muhimu kama huu, mwalimu alikuwa anahitaji mshambuliaji wa mbele ambaye anaweza kuwa na nguvu, ambaye akiwekewa mpira ana uwezo wa kukaa nao kwa muda mrefu, lakini anaweza kuugadi kwa hao center back ambao watakuja kumpokonya mpira ili aweze kufanikisha lengo lake la kuweza kuutia mpira kambani. Na of course alifanikiwa katika mipira mingi ambayo alikuwa anaipata. Center back wa Simba jana walikuwa wanaonekana wana shida sana kwenda kuchukua miguuni mwake, na mwisho wa siku alikuwa na shoot, licha kwamba shoot zake mara nyingi zilikuwa zinakwenda nje, lakini alikuwa anaweza kufanikiwa kushuti mara kwa mara kwenye lango la Simba Queens. Kwa hiyo nafikiri kwenye approach ya kuchagua kikosi Edna Lema alikiwini, na mwisho wa siku ameweza kufanikiwa kwa namna ambavyo alikuwa anacheza. Unaona kabisa hii ni timu ambayo inapata matokeo mazuri. Na kwenye kipindi cha pili pia Young Princess kama wangekuwa makini nao walikuwa wanastahili kufunga magoli mengi, kwa sababu walipata pia nafasi za wazi nyingi ambazo kama washambuliaji wao pia wangekuwa makini zaidi nafikiri wangeweza kufunga. Na kwenye mchezo wa jana kwenye kikosi cha Young Princess kwa kunaonekana kuna shida katika eneo la fullback ya kulia na fullback ya kushoto. Inaonekana fullback wa Young Princess ni wagumu sana kwenda
kushambulia, wakati timu inakwenda kushambulia wanakuwa ni wepesi kwenda, lakini timu inaposhambuliwa kurudi kwenye maeneo yao imekuwa ni changamoto sana. Angalia kina Feti Densa, kina Asha Jafari, kwa namna ambavyo walikuwa wanapita kwa haraka katika hayo maeneo ambayo wanacheza mafullback wa Simba ya Yanga, inaonekana kwamba ni changamoto kubwa sana kwao. Na kwa namna ambavyo alikuwa anacheza Asha Jafari, kimsingi ni fullback wa kulia, lakini alikuwa anacheza mbele zaidi kwa sababu alikuwa anapewa uhuru zaidi wa kupanda katika eneo la juu. Na hii ni kutokana na fullback za Young Princess zinakwenda kushambulia, lakini